Sura ya 17. Ahadi za kurudi kwa Kristo. Ahadi za kurudi kwake Kristo mara ya pili ili kukamilisha kazi kuu ya ukombozi ndiyo msingi wa maandiko matakatifu. Tangu huku Eden na watu waaminifu wa Mungu wamekuwa wakingoja Kristo aje na kurejesha paradisi iliyopotea. Enoki ambaye ni kizazi cha 7 cha wale walioishi Eden, yeye alitembea na Mungu kwa karne 3. Alisema, "Angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake elfu maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake." Yuda sura ya 14 mstari wa 15. Ayubu naye katika usiku wa mateso alisema, "Najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, nami nitamwona Mungu, pasipokuwa na mwili wangu nitamwona. Naam, nafsi yangu mwenyewe na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine." Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 mpaka 27. Watunga zaburi na manabii wamenena juu ya kurudi kwa Kristo hivi: "Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie mbele za Bwana, kwa maana anakuja aihukumu nchi, atauhukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake." Zaburi sura ya 96 mstari wa 11 mpaka 13. Isaya naye asema, "Kwa siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye aliyengoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja, na tushangilie na kuufurahia wokovu wake." Isaya sura 25 mstari wa 9. Mwokozi aliwafariji wanafunzi wake kwa uhakikisho wa kuja kwake. "Nyumbani mwa Baba yetu mna makao mengi, na kwenda kuandalia makao. Nikienda nitakuja tena niwakaribishe kwangu." Mwana wa Adamu atakuja kwa utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Yohana sura ya 14 mstari wa 2 na wa 3. Mathayo sura ya 25 mstari wa 31 na 32. Malaika walirudia kusema ahadi ya kurudi kwa Kristo, wakisema, "Huyu atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni." Matendo sura ya 1 mstari wa 11. Paulo naye alishuhudia kwa kusema, "Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu." Wathesalonike 1 sura ya 4 mstari wa 16. Nabii wa Patmo naye asema, "Tazama yuaja, na mawingu ya kila jicho litamwona." Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7. Halafu ndipo uovu uliotawala muda mrefu duniani utaangamizwa. Falme za ulimwengu zimekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atamiliki milele na milele. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15. Bwana Mungu ataotesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Isaya sura ya 61 mstari wa 11. Ufalme wa Masihi ambao ni wa amani utasimamishwa, maana Bwana ataufariji Sayuni, atafariji mahali pake palipokuwa ukiwa, atafanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Eden, nyika yake kama bustani ya Bwana. Isaya sura ya 51 mstari wa 3. Kurudi kwake Bwana kumekuwa tumaini la wateule wake nyakati zote. Katika mateso na shida, kuonekana Mwokozi wetu na Mungu mkuu kumekuwa tumaini letu baraka. Tito sura ya 2 mstari wa 13. Paulo alitaja ufufuo utakaotolewa wakati wa kuja kwa Bwana, wakati waliokufa katika Kristo watakapofufuliwa na walio hai kunyakuliwa pamoja ili kumlaki Bwana hewani. Asema, "Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya." Wathesalonike 1 sura ya 4 mstari wa 17. Katika kisiwa cha Patmo, mwanafunzi mpendwa alisikia ahadi akisema, "Tazama naja upesi." Jawabu lake ambalo ni maombi ya kanisa yasema, "Amina na uje Bwana." Ufunuo sura ya 22 mstari wa 20. Tangu kule magerezani ambako watu wa Mungu walifungwa, na kwenye majiko walikochomewa, na kule walikofia waaminifu wa Mungu, sauti zao za imani na tumaini hutujia katika karne zetu. Baada ya kuona hakika ya kuja kwake na ufufuo wa wafu, Mkristo mmoja alisema, walikidharau kifo wakakutwa wameshinda mauti. Waldenses walishikilia imani yao. Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Ridley na Baxter wote walikutazamia kurudi kwake Bwana.
katika imani thabiti. Hilo ndio lilikuwa tumaini la kanisa la siku za mitume na kanisa la Waldenses na tumaini la watengenezaji kanisa, reformers. Unabii hauonyeshi jinsi na kusudi kwa kurudi kwa Kristo tu, lakini unaonyesha pia dalili za kuja kwake ambazo kwa watu watafahamu wakati wa kuja. Kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota. Luka sura 21 mstari 25. Jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitaanguka na nguvu za mbingu zitatikisika. Ndipo hapo atakapomwona Mwana wa Adamu akija mawinguni na nguvu na utukufu mwingi. Marko sura ya 13 mstari wa 24 mpaka 26. Mwandishi wa Ufunuo unaeleza hivi kuhusu dalili ya kwanza ya kurudi kwake Kristo: kulikuwa na tetemeko kuu na jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 12. Tetemeko lililotikisa ulimwengu. Katika kutimiza unabii huo kulitokea tetemeko kuu la nchi katika mwaka 1755. Hilo lilizidi matetemeko yote yaliyotangulia. Linajulikana kama tetemeko la Lisbon. Lilienea Ulaya, Afrika na Marekani. Tetemeko hilo lilisikika katika nchi za Greenland, West Indies, Madeira, Norway, Sweden, Uingereza na Ireland. Lilienea katika umbali wa maili za mraba milioni 4. Katika Afrika mtikisiko wa ardhi ulikuwa na nguvu sawa na ule wa Ulaya. Sehemu kubwa wa mji wa Algiers uliharibiwa. Wimbi kuu la mji ulifurika miji ya Hispania na ya Afrika. Milima ya Ureno ambayo ni mikubwa ilitikiswa kwa nguvu sana, hata ikawa kana kwamba inang'olewa. Mingine ilipasuka kileleni kwa ajabu. Udongo kutoka milimani ulitiririka na kujaza mabonde. Miali ya moto ilionekana katika milima hiyo. Katika mji wa Lisbon, ngurumo ya radi ilisikika ndani ya ardhi. Baada ya muda kidogo, mtetemeko wa nguvu sana uliangamiza sehemu kubwa ya mji. Katika tetemeko hilo ambalo lilidumu muda wa dakika 6 hivi, watu 60,000 waliangamia. Bahari kwanza ilikuwa kana kwamba inakupwa na kuacha nchi kavu, alafu ilirudi kwa nguvu ikigarikisha vitu. Iliinuka juu zaidi ya fiti 50 kuliko kawaida yake. Tetemeko lilitua wakati wa sikukuu ambapo makanisa yalikuwa yamejaa watu wakiabudu. Katika hao ni wachache sana waliopona. Hofu na vilio vya watu vilizidi kiasi hata havielezeki. Maombolezo yalizidi hata inashindikana kuyaeleza. Walikimbia huku na huko katika fadhaa yao na mahangaiko ya kushangaza. Katika shida hiyo walikuwa wakilia na kusema kuwa mwisho wa ulimwengu umekuja. Akina mama walikimbia wakilia, huku wamewasahau watoto wao, wakizikumbatia sanamu zao za kusulubishwa kwa Yesu. Wengi walimkimbilia makanisani wakitafuta uongofu, lakini ilikuwa kazi bure. Walikimbilia madhabahuni wakikumbatia sanamu zao, lakini wote, mapadri na watu wengine, walifunikwa na uangamivu wa tetemeko hilo. Jua na mwezi kutiwa giza. Baada ya kupita miaka 25, ilionekana dalili nyingine tena iliyotajwa katika unabii, yaani jua kutiwa giza na mwezi pia. Muda wa kutokea dalili hizo ulitajwa na Mwokozi katika mazungumzo yake na wanafunzi wake. Alisema, lakini siku zile baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake. Marko sura ya 13 mstari wa 24. Miaka au siku 1260 ambazo ni za dhiki ile kuu zilimalizika mwaka 1798. Robo karne kabla muda huo hujamalizika, mateso yalikuwa karibu kukoma, ila kidogo tu. Kitakachofuata mateso hayo ni jua kutiwa giza. Tarehe 19 Mei 1780 dalili hii ilitimia. Mtu aliyeshuhudia tukio hilo huko Massachusetts alieleza hivi: wingu zito sana lilitanda mbinguni likifunika mbingu nzima, ila nafasi ndogo pembeni, na ilikuwa giza kama inavyokuwa wakati wa kiangazi saa 3 za usiku. Uoga na wasiwasi viliwajaa watu. Wanawake walisimama milangoni mwa nyumba zao wakiangalia nchi katika giza. Wanaume waliokuwa mashambani wakifanya kazi walirudi nyumbani. Waliokuwa wakifanya kazi katika mabanda ya ufundi walirudisha vyombo vyao. Shule zilifungwa na watoto wakarudi nyumbani katika hali ya hofu na kutetemeka. Wasafiri wakatua na kupiga kambi. Kitu gani kitatokea? Hilo ndilo lilikuwa swali la kila mtu. Ilionekana kana kwamba tufani kuu ilikuwa karibu kuvamia nchi na jambo la uangamivu lingetokea kuangamiza vitu vyote. Mishumaa iliwashwa kana kwamba ni usiku wa giza pasipokuwa na mbara mwezi. Kuku waliingia kulala kama kawaida. Ng'ombe wakakusanywa na kulia. Vyura wakalia, ndege wakaimba nyimbo za jioni, na popo wakarukaruka kama wafanyavyo. Lakini watu walijua kuwa
Usiku bado haujaja, watu walikusanyika mahali pamoja. Mahubiri ya haraka haraka yasiyoandaliwa yakasomwa na kutaja mafungu yanayokubaliana na tukio hilo katika unabii. Giza lilizidi zaidi baada ya saa 5 ya asubuhi. Mahali pengine nchini giza lilikuwa kubwa kiasi ambacho walishindwa kuona chochote bila mwanga wa mshumaa. Mwezi kama damu, wala giza la usiku lilikuwa sio la kawaida na la kutisha kama la mchana, walakini ilikuwa mbalamwezi pevu bila kitu cha kuiziba. Lakini weusi ulikuwa mzito, ambao kama mwanga wa mshumaa au taa ukionekana katika nyumba za jirani au mahali pengine mbali kidogo, ulionekana kama giza la Misri lisilopenyeka kwa nuru, kama kila mtu angekuwa amefunikwa na kitu kisichopenyeka kwa nuru. Hata hivyo, giza lisingekamilika kwa jinsi lilivyokuwa kubwa. Baada ya usiku wa manane, giza lilitoweka na mwezi mara ya kwanza ukaonekana kama damu. Mei 19, 1780 unajulikana kihistoria kama siku ya giza. Tangu wakati wa Musa, hakuna giza linalolinganishwa na hilo lilotokea. Maelezo ya shahidi aliyeshuhudia giza hilo ni mwangu ya yale yaliyomo katika Yoeli, yaliyoandikwa zamani za miaka 2500 kabla, nayo husema jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Yoeli sura ya 2 mstari wa 31. Kristo alisema, basi haya anzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wetu umekaribia. Wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, muonapo mambo hayo yaanzapo kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu karibu. Luka sura 21 mstari wa 28, 30 na 31. Lakini upendo wa Kristo na imani ya kuja kwake vimepoa kanisani. Watu wa Mungu waliokuwa vipofu wasizitambue dalili za kuja kwake, wala mafundisho ya Mwokozi kuhusu dalili hizo. Fundisho la kurudi kwake Yesu halikujaliwa mpaka baadaye likasauliwa, hasa huko Marekani. Shughuli za uchumi na kutafuta mafanikio na heshima ziliyosaulisha watu wasielewe kuwa mambo ya sasa yatapita. Mwokozi alitaja hali ya uasi itakayoonekana duniani kabla ya kuja kwake mara ya pili. Kwa watu wale wanaoishi wakati huu, Kristo anawaonya akisema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikaelemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Luka sura 21 mstari wa 34 na 36. Ilikuwako haja ya lazima ya kuamsha watu wajiandae kukabili mambo yanayoambatana na kufungwa kwa muda wa rehema, kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana, na yenye nani awezaye kusimama? Nani atasimama mbele yake? Mwenye macho safi safi, yasiyotazama ukaidi na uovu. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitaiangusha chini majivuno yao makali. Falme yao wala dhahabu zao hazitaweza kuwaokoa, na huo utajiri wao utakuwa mateka, na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Yoeli sura ya 2 mstari wa 11, Habakuki sura ya 1 mstari wa 13, Isaya sura ya 13 mstari wa 11, Sefania sura ya 1 mstari wa 18 na 13. Mwito wa kuamka. Kuhusu siku hiyo kuu, neno la Mungu waita watu wake ili wautafute uso wake kwa njia ya toba hivi, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia. Takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto, hao makuhani wahudumu wa Bwana walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Yoeli sura ya 2 mstari wa 1, sura ya 15 mstari wa 17
na sura ya 12 mstari wa 13. Kazi kuu ya matengenezo, yaani kuwatayarisha watu ili kukutana na Mungu, budi ikamilishwe. Kwa rehema zake Mungu alikuwa tayari kuwatumikia watu wake ujumbe wa kuamsha ili wajitayarishe kwa kurudi kwake Yesu. Ujumbe huu umo katika Ufunuo sura ya 14. Hapo ndipo ujumbe wa sehemu 3 unaowakilishwa kana kwamba ni tangazo lilotolewa na viumbe wa mbinguni warukao, ambao hufuatiwa mara moja na kuja kwa Mwana wa Adamu ili avue mavuno ya nchi. Nabii aliona malaika wakiruka katikati ya mbingu akiwa na Injili ya milele itakayohubiriwa na watu wote wakao duniani, watu wa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Msujudieni yeye aliziumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 na wa 7. Ujumbe huu ni sehemu ya Injili ya milele. Kazi ya kuhubiri ujumbe huu imekabidhiwa kwa wanadamu. Malaika watakatifu huongoza, walakini utangazaji hasa wa ujumbe ni wa utumishi wa Mungu waliomo duniani, watu waaminifu wanaotafuta maongozi ya Roho wa Mungu na kufuata mafundisho ya neno lake. Ndio waliohusika na utangazaji wa ujumbe huu. Wamekuwa wakitafuta maarifa ya Mungu, wakihesabu kuwa ya thamani kuliko fedha na dhahabu. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawaonyesha agano lake. Mithali sura ya 3 mstari wa 11, Zaburi sura ya 25 mstari wa 14. Ujumbe ulitolewa na wanyenyekevu. Kama wasomi na wataalamu, wachunguzi wa maandiko wangelikuwa waaminifu na wacha Mungu ambao wanasoma Biblia kwa roho ya maombi na unyenyekevu wa kweli, wangelifahamu wakati unabii ungeleweka kwao na mambo yaliyotabiriwa kuwa yatatokea yasingaliwakuta gizani. Lakini basi ujumbe haukutolewa na wasomi hao, bali ulitolewa na watu duni wanyenyekevu tu. Wale waliopuuza kushikilia neno ilikuwa karibu kwao, waliachwa gizani. Lakini Mwokozi alisema, anifuataye mimi hata kwenda gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Mtu wa aina hiyo, nuru ya mbinguni itamuongoza kwenye kweli yote. Wakati Kristo alipokuja mara ya kwanza, makuhani na waandishi walikuwa katika mji mtakatifu. Ingalipasa wafahamu ishara na kutangaza kuzaliwa kwake. Mika alitaja mahali alipozaliwa. Danieli naye akataja wakati alipozaliwa. Mika sura ya 5 mstari wa 2. Danieli sura ya 9 mstari wa 29. Waongozi wa Kiyahudi hawakuwa na udhuru wowote kwa kutojua kwao. Wazee wa Israeli kama wangelitia nia ya kusoma unabii, wangejua mahali na wakati wa kuzaliwa kwa Kristo, ambako lilikuwa tukio kuu ulimwenguni, kuja kwa mwana wa Mungu. Watu wangekuwa wakingoja kumpokea Mwokozi wa ulimwengu. Lakini katika mji wa Bethlehemu, wasafiri wawili waliochoka sana kutoka Nazareti walikuwa wakipitia kinjia kinachoelekea upande wa kusini mwisho wa mji, wakitafuta mahali pa kulala usiku. Hakuna nyumba iliyokuwa tayari kuwakaribisha. Mwisho wakaingia katika kibanda kibovu cha ng'ombe, na mle ndimo Mwokozi wa ulimwengu alimozaliwa. Malaika waliagiza kuwapasha habari watu waliokuwa tayari kuzipokea na kuzipitisha kwa wengine. Kristo amejishusha kabisa ili atwae haki ya asili ya binadamu na maafa yao, mpaka atoe nafsi yake ili awe kafara ya dhambi. Hata hivyo, malaika walitamani kuwa, ingawa amejishusha kiasi hicho, mwana wake Mungu aliye juu heri aonekane kwa watu wenye heshima na fahari inayofanana na hadhi yao. Je, wakuu wa Israeli watakusanyika Yerusalemu ili kumsalimu? Je, malaika watamjulisha kwao? Malaika walikuja duniani ili kuona kuwa ni watu wangapi waliokuwa tayari kumkaribisha Yesu, lakini hakusikia sauti yoyote ya kumshangilia Masihi. Malaika waliruka juu ya mji mteule wa Yerusalemu na hekalu tukufu, ambapo upendeleo wa mbinguni umekuwa wa miaka mingi. Lakini hapo mambo yalikuwa yale yale ya kutoamini. Makuhani waliendelea kutoa dhabihu ambazo ni najisi juu ya madhabahu najisi. Mafarisayo waliendelea kupaza sauti zao kwa majivuno, wakisali popote walipopenda barabarani. Wafalme wenye elimu, walimu wote hao hawakushughulika na habari za kuzaliwa kwa Mwokozi. Mjumbe wa mbinguni alikuwa karibu kurudi mbinguni. Kwa mshangao mkuu, ndipo walipogundua kundi la wachungaji wakilinda kondoo zao. Walipokuwa wakiangalia nyota huko mbinguni, walikumbuka unabii uliohusu kuzaliwa kwa Mwokozi, nao wakatamani sana utimizio wa unabii huo. Kumbe
Hapo lipo kundi la watu walio tayari kupokea habari za mbinguni. Ghafla utukufu wa mbinguni ukaangaza ukanda mzima. Sauti maelfu zikaimba. Malaika wengi sana wasiohesabika wakatokea, kana kwamba malaika mmoja asingetosha kuleta habari hiyo, kwa kuwa nyingi mno. Sauti maelfu zikaimba, sauti za waliokombolewa wa mataifa yote, zikisema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Luka sura ya 2 mstari wa 14. Lo, hili ni fundisho gani la hadithi ya ajabu ya Bethlehemu! Hadithi hii inatufundishaje? Inatufanyaje tuwe tayari, tusije tukashindwa kutambua dalili za watu wa maajilio. Malaika hawakukuta watu walio tayari kwa wachungaji peke yao. La, katika nchi ya watu wa mataifa pia kulikuwako wakeshaji, mamajusi wa mashariki, watu waheshimiwa na matajiri. Wenye elimu wa mashariki walikuwako. Walijifunza kutoka katika maandiko ya Ebrania juu ya nyota itakayotoka kwa Yakobo. Basi walingoja kwa hamu sana yule aliyekuwa mfariji, sio wa Israeli peke yake, bali wa watu wote wa ulimwengu mzima, nuru ya kuangazia mataifa na wokovu mpaka mwisho wa nchi. Luka sura ya 2 mstari wa 25 na mstari wa 32. Matendo sura ya 13 mstari wa 47. Nyota ya mbinguni iliongoza mamajusi ambao ni wageni mpaka mahali alipozaliwa mfalme. Kristo atatokea kwa wale waliomtazamia kwa wokovu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 28. Kama habari za kuzaliwa Kristo zilikuwa zikijuliwa na watu wa hali ndogo, na ujumbe wa kurudi kwake umekabidhiwa kwa watu wadogo, sio kwa wataalamu wala walimu wa makanisa ya Kikristo ya dunia. Wao wameikataa nuru ya mbinguni, kwa hiyo hawamo katika hesabu inayosemwa na Paulo, bali ninyi ndugu, hammo gizani, hata siku ile awapate kama mwizi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Wathesalonike 1 sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5. Walinzi juu ya kuta za Sayuni wangekuwa wa kwanza kupata habari za kurudi kwa Mwokozi na kuzingatia, lakini wanajikalia tu. Wakati watu wanafia dhambini, Yesu aliona kanisa lake likiwa kama mti usiooza, lakini wenye majani tele. Roho ya unyenyekevu na uchaji wa imani ya kweli imepungua sana. Kilichoko ni kiburi, ubinafsi, mfano wa utawa na unafiki. Kanisa asi limefumba macho, halizioni dalili. Wamejitenga na Mungu na upendo wake, kwa jinsi wasivyohusiana na ahadi zake hazitimii kwao. Wafuasi wengi wa Kristo wanaikana nuru ya mbinguni, sawa na Wayahudi wa kale. Hawatambui dalili za maajilio yao. Bwana aliwaacha akawafunulia waliokuwa wakikesha kama wachungaji wa Bethlehemu na mamajusi wa mashariki.